Kristo tumaini letu. Wapendwa ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya 5 ya mwaka A wa Kanisa, lakini kipekee katika parokia yetu tunazindua mwaka wa familia. Tunazindua mwaka wa familia kiparokia, tukibebwa na kauli mbiu kanisa la nyumbani, tuishi kwa nini? Kwa amani na upendo. Familia ambayo haiishi kwa amani na upendo, familia hii huporomoka, familia hii hupata shida, familia hii hupata majeraha, familia hii hupata maumivu. Amani na upendo huleta familia pamoja. Wanafamilia wakiishi kwa amani wataweza kusali pamoja. Wanafamilia wakipendana wanaweza kusali pamoja. Wanafamilia wakiishi kwa amani na upendo, familia hii itastawi katika maisha ya kiroho. Wapendwa ndugu zangu, tunapozindua mwaka huu wa familia ya kiparokia, tunatazama maneno haya mawili, amani na upendo. Amani tukitazama kwa jicho la tukio moja muhimu la kidunia. Mwaka huu kanisa linakumbuka miaka 800 ya kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tukilitazama neno upendo, tunakutana na tukio la shirika la Wakarmeli, lakini tukio la kidunia pia, kwa sababu Yohana wa Msalaba huyu ni daktari wa kanisa. Hivyo tunakumbuka miaka 300 tangu alipotangazwa kuwa mtakatifu. Hivyo kiparokia imeonekana ni vema kwamba matukio haya mawili makubwa yabebwe na mwaka huu sasa wa familia, na yatengeneze kauli mbiu hii kwamba kanisa la nyumbani tuishi kwa amani na upendo. Kadiri ya Mtakatifu Teresa wa Avila, matunda ya sala ni amani na upendo. Ukiona unasali sana, unasali vizuri kabisa, unasali lakini huna amani wala huna upendo, bado. Kwa sababu matunda ya sala yetu ni lazima yaonekane katika amani tunayoipeleka kwa watu, amani tunayoipeleka katika familia, na upendo tunaoishi katika familia. Matendo mema lazima yaonekane. Amani na upendo vikienda likizo katika familia yoyote na katika maisha ya mtu binafsi, ukiruhusu amani na upendo viende likizo, viondoke katika maisha yako, utapata changamoto nyingi sana, utapata majeraha mengi sana, utapata maumivu mengi sana katika familia yako, lakini pia katika maisha yako ya kiroho. Ndugu zangu, hii ndiyo sababu katika uinjilishaji tunaanza na familia. Familia ikiinjilishwa vizuri, wanafamilia wakasali pamoja, wakashirikiana, wakapendana, wakahurumiana, wakasameheana, wakasaidiana, wakarekebishana katika moyo wa Kikristo, familia hii itakuwa ni familia ya mfano, kama ilivyo familia ya Yesu, Maria na nani? Na Yosefu. Na huu upendo tunaouzungumza hapa ndio upendo ambao umezungumzwa na somo la kwanza la leo. Nabii Isaya katika somo la kwanza la leo anasema, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula? Una upendo gani ambao huwezi kuwatazama wengine? Je, si kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako? Unaweza ukawa uko katika familia lakini wanafamilia wako nje ya familia japokuwa wako ndani ya paa lako. Upendo huu ni upendo upi? Isaya anauliza, kama sio huu upendo wa kuwarudisha watu waliotawanyika, waliopotea, kama familia imesambaratika,
imeparaganyika, kila mtu na lake, kila mtu anaishi kivyake. Upendo huu ni upendo upi kama sio upendo wa kuwaleta wanafamilia nyumbani? Isaya anaendelea kusema katika somo la kwanza, je, si upendo huu wa kuwapika watu nguo? Je, si upendo huu wa kuwasaidia watu? Na anasema Isaya, kama tutafanya haya kwa haki, ndugu zangu, utukufu wa Bwana, si maneno yangu, maneno ya maandiko matakatifu, somo la kwanza, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ukiishi kwa upendo na familia yako na majirani zako, wanajumuiya wenzako, wanaparokia wenzako, ukaishi nao kwa amani na upendo, utukufu wa Bwana utakufuata na utakulinda. Wapendwa, tunapozindua mwaka huu wa familia, tunatazama hii kauli mbiu yetu inayosema kanisa la nyumbani, tuishi kwa amani na upendo. Hii amani ni amani ipi ambayo inakwenda sambamba na mwaka huu wa Mtakatifu Francisco wa Asisi, kumbukumbu hii ya miaka 800? Ndugu zangu, amani ni kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, jambo la kwanza. Kwa sababu hata Yesu alifufuka, tunda la ufufuko ni nini? Moja kati ya matunda ya ufufuko, na waletea habari njema, ni amani. Amani, alitangaza amani kwanza, muwe na amani kwanza. Haya, kadiri ya Mtakatifu Francisco wa Asisi, kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu ni kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, lakini tukiwahusisha watu na viumbe na mazingira yetu. Hivyo kuishi kadiri ya Mungu ni kumhitaji jirani yako, ni kuishi na familia yako na watoto wako, ndugu zako, waamini wenzako na taifa lote la Mungu, kuishi kwa amani. Hilo ndio tafsiri ya Mtakatifu Francisco wa Asisi, ni kuishi kwa amani na wale wote waliokuzunguka na mazingira yako pia. Huwezi ukasema wewe ni mtu wa amani kama amani haiko ndani ya nyumba yako. Amani gani utakwenda kuitangaza kama nyumbani kwako hakuna amani? Amani huleta pamoja familia. Amani huleta pamoja familia, huongeza ushirikiano kati ya wanafamilia, hudumisha furaha katika familia, huleta maelewano katika familia, lakini pia huleta maendeleo. Nyumba yenye amani ina nini? Ina maendeleo. Mtakusanya nguvu zenu pamoja kwa sababu kuna amani. Lakini mkiamka na kutazamana kama maadui, maendeleo yatatoka wapi? Yawe ni maendeleo ya kimwili au ya kiroho, yatatoka wapi? Mtakatifu Francisco wa Asisi anatufundisha kupeleka amani katika familia zetu ili tupate maendeleo ya kimwili na maendeleo ya kiroho. Ndugu zangu, amani huifanya familia iishi kwa furaha. Pasipokuwa na amani, wanafamilia huona nyumba zao au familia zao kama gereza. Sidhani kama mtu huwa anafurahia wala akisikia au kwa bahati mbaya ndugu yake akafungwa akashangilia na kufurahia. Gereza ni gereza. Gereza linakunyima uhuru, gereza linakupotezea amani na furaha. Amani ni muhimu katika familia, ni muhimu. Hivyo isitokee katika familia yoyote kukakosekana amani, na ikatokea kwamba wanafamilia wakaona familia yao ni kama gereza au ni sawa na pango la nyoka. Kukiwa na shimo, nyoka yumo, unapeleka mkono? Hapana, wanafamilia watakimbia tu, kwa sababu familia ile ilikuwa ni kama pango la nyoka. Lakini familia zisionekane kama ni jangwa lenye joto kali na nge wanaoua. Familia isiwe jangwa kukakosekana chemchemi ya maji, familia ikaenda ikapumzika kwa kunywa maji baridi, lakini familia ikasambaratika kwa sababu hakuna amani. Ndugu zangu, familia iwe chemchemi ya furaha na amani siku zote. Upendo na amani vitawale. Upendo na amani vifanyaje? Tunaanza mwaka huu mpya tukiuanza mwaka wa familia katika parokia yetu, amani na upendo vitawale. Jamani, tuende tukadumishe amani na upendo. Familia zetu ziwe shule ya upendo, ziwe shule za msamaha, kuvumiliana, kuheshimiana, kuhudumiana, kuponyana majeraha na maumivu ya maisha. Familia zetu zikalete furaha. Ndugu zangu wapendwa, tunapoendelea kutafakari Dominika hii ya 5 ya mwaka,
na tunapozindua mwaka huu wa familia ya kiparokia, tunatazama tukio la pili. Tunatazama tukio la pili, kumbukumbu ya miaka 300 ya kutangazwa Mtakatifu Yohane wa Msalaba, ambayo ilikuwa ni mwaka 1726. Mtakatifu huyu anatufundisha nini kuhusu upendo? Tumemwangalia Mtakatifu Francisco akitufundisha kwamba ili tuishi kama Wakristo lazima tudumishe amani katika familia zetu. Sasa Mtakatifu Yohane wa Msalaba anatufundisha kuhusu upendo. Anatufundisha kwamba upendo ni njia ya Roho, ni njia ya Roho kuelekea muungano kamili na Mungu. Yohane wa Msalaba anasema upendo ni njia ya Roho ya kuelekea muungano kamili na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu upendo wa kweli husafisha ubaya, si ndio? Upendo wa kweli husafisha ubaya. Mkipendana katika familia, ubaya hautatokea, na hata ubaya ukitokea, mtakuwa tayari kufanya nini? Kusameheana. Upendo wa kweli husafisha ubaya, kurekebisha na kutubadilisha kuwa wanyenyekevu na wapole. Familia ambayo wanafamilia si wanyenyekevu na wapole, familia hii haina amani, haina upendo. Matokeo yake familia hii husambaratika. Kwa sababu gani? Kwa sababu, ndugu zangu, hatuishi hizi tunu mbili za maisha. Upendo lazima utubadilishe na utupe unyenyekevu na upole. Tuweni wapole, tuweni wanyenyekevu. Mama kuwa mnyenyekevu, baba kuwa mnyenyekevu, watoto wajifunze, kwa sababu familia ni shule. Watoto wajifunze kuwa wanyenyekevu katika familia. Usisubiri wawe wakubwa, wakiolewa hawajawahi kujifunza kuwa wanyenyekevu kwa wazazi wao, si ndio? Hawajawahi kujifunza unyenyekevu na upole katika familia zao. Wakiolewa na kuoa hawa, unategemea nini? Watajifunza ukubwani? Dunia itawafunza kuwa magaidi, si ndio? Kwa sababu familia haikuchukua muda kuwafundisha unyenyekevu na upole. Walikosa kumuona baba akiwa mnyenyekevu, walikosa kumuona mama akiwa mnyenyekevu. Watoto wakaona kumbe maisha ni kutumia nguvu, mwenye nguvu ndio atastawi. Matokeo yake familia hizi zinayumba. Wapendwa ndugu zangu, unyenyekevu na upole ni tunu za watu waliokomaa katika maisha ya roho. Maisha ya kiroho, ukimwona mtu ni mnyenyekevu, kakomaa kiroho. Ndugu zangu, Yohane wa Msalaba anaendelea kusema upendo huondoa ubinafsi na kuchoma dhambi. Upendo huondoa ubinafsi, kwa sababu silaha kubwa ya shetani ni ubinafsi. Anapanda ubinafsi katika maisha yetu. Wewe baba unakuwa mbinafsi hata kwa familia yako. Mama wewe unakuwa mbinafsi hata kwa mume wako, hata kwa familia yako. Wala wewe unaona kawaida. Unaona kawaida tu. Tena unaona maisha yanaenda sawa sawa. Shetani kapandikiza ubinafsi katika maisha yako. Unawezaje kumshinda adui huyu? Shinda ubinafsi. Familia zikimbie ubinafsi, zijifunze kujitoa kwa ajili ya wengine. Yohane wa Msalaba anaendelea, upendo wa kweli ndilo lengo la safari ya maisha yetu hapa duniani, kwa sababu Mungu ni upendo. Ndio lengo letu kama Wakristo. Kwa sababu gani? Mungu mwenyewe ni nani? Ni upendo. Kama ambavyo mtakatifu huyu Yohane wa Msalaba anasema katika maandiko yake, katika maandishi yake, katika tafsiri zake na katika tafakari zake nyingi, anasema katika jioni ya maisha yetu, mwisho wa maisha yetu, Mwenyezi Mungu atafanya nini? Tutahukumiwa juu ya upendo. Tumempenda Mungu kiasi gani na tumependa jirani zetu kiasi gani? Tumependa familia zetu kiasi gani? Mwisho wa maisha yetu tutaulizwa, ndugu yangu, mwanafamilia, mwanajumuiya Mtakatifu Francisco, mwanajumuiya Mtakatifu Teresa wa Avila, mwanajumuiya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, uliishije huko duniani? Ulimpenda Mungu? Ulipenda majirani zako? Ulipenda familia yako? Utajibu nini? Upendo pia, ndugu zangu, kadiri ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba, unahitaji kujikatalia kwa ajili ya wengine. Familia ni mahali pa kujifunza kujikatalia, ni mahali pa kujifunza kujitoa kwa ajili ya wengine. Wewe baba, uwe tayari kujitoa kwa ajili ya familia yako. Uwe tayari kusafisha majeraha ya familia yako. Uwe tayari kusafisha madonda ya familia yako. Uwe tayari kubeba maumivu ya familia yako. Nani yuko tayari kubeba maumivu ya familia? Wewe mama, uko tayari kubeba aibu ya mume wako?
au ndio unaitangaza kwa watu wajue aibu za mume wako? Wewe baba, uko tayari kubeba aibu za mke wako au uko tayari kusambaza madhaifu ya mke wako kwa watu? Familia ikawe ni mahali pa kujifunza kuishi vizuri kama taifa la Mungu, kama watoto wa Mungu. Mwenyezi Mungu anatuvumilia sana. Tunamkosea asubuhi, mchana na jioni, mara nyingi sana. Hebu jiulize, tangu uzaliwe wewe ambaye unaungama, umeungama mara ngapi? Mara nyingi kabisa. Na wakati mwingine kwa kurudia dhambi zile zile. Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu kwetu kwa ahadi zake. Anatusamehe kila siku. Anasahau na kufuta dhambi zetu mara kwa mara tunapomuomba radhi. Sisi leo katika jumuiya zetu, katika familia zetu, tumeshindwa kuwasamehe wanajumuiya wenzetu, tumeshindwa kusamehe wanafamilia wenzetu. Tukasema walinikosea, walinisaliti, walinifanyia uovu, sitasamehe kamwe. Alafu leo unakuja kusali, unakaa kwenye mabenchi, unasali sala ya Baba yetu pamoja nasi, unamdanganya Kristo leo, unasema utusamehe kama na sisi tunavyowasamehe na waliotukosea. Je, ni kweli umewasamehe? Familia ikawe ni shule ya kujifunza kusamehe. Familia ikawe ni sehemu ya kujifunza kuwahurumia wenzetu. Tuwapende na kuwahurumia. Ndugu zangu, sasa baada ya kutazama haya, amani hii ambayo Mtakatifu Francisco Asizi anazungumza, amani hii ambayo inaileta familia pamoja, inaboresha mahusiano katika familia, upendo huu unaozungumzwa na Mtakatifu Yohane wa Msalaba, upendo ambao unavumilia, upendo ambao unaleta unyenyekevu na upole, tufanye nini? Ndio swali la mwisho ambalo linabeba tafakari ya leo. Sasa tufanye nini baada ya kujifunza haya? Somo la Injili ya leo inajibu swali hili. Swali hili linajibiwa na Injili ya leo. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ninyi ni nani? Ni chumvi ya nini? Jamani, mnazijua faida za chumvi? Si tunazijua? Mnajua ladha ya chumvi, si ndio? Vipi unapoambiwa na daktari acha chumvi? Unamwangalia daktari kwa hasira, si ndio? Umtafune, umwambie badilisha maneno, si ndio? Lakini ndio kweli ameshautamka, kwa sababu chumvi inaleta ladha katika chakula. Watoto hawa wadogo hawa, ukiwapa chakula kisicho na chumvi, watakukumbusha mama, chakula hakina chumvi, si ndio? Kwa sababu wanaitaka ile ladha ya chumvi. Ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Kama mnataka amani, kama mnataka kuishi huu upendo, kwa kuwa ninyi ni chumvi, pelekeni mkawe mabalozi wa amani na upendo katika familia zenu na katika maisha ya watu wengine. Hiyo ndio tafsiri ya Injili ya leo. Ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Nendeni mkakoleze maisha ya familia zenu na maisha ya familia za watu wengine. Msiende mkaleta mafarakano katika familia za watu. Msiende mkavunje familia za watu. Ninyi ni chumvi, kakolezeni hii amani na upendo ambao tumeuzungumza. Lakini Yesu pia anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kaangazeni maisha ya watu na mkawe mabalozi wa amani na upendo. Msipeleke giza katika maisha ya watu. Wakristo wengine tunajisahau, badala ya kuleta furaha na amani, badala ya kuleta upendo katika familia za watu, tunapeleka giza na maumivu katika familia za watu. Mwenyezi Mungu atusamehe siku ya leo tunapoanza mwaka huu wa familia. Atubariki, atupe neema ya kujisahihisha, atupe neema ya kubadilika, atupe neema ya kuacha uovu, atupe neema ya kupendana, atupe neema ya kuishi kwa amani. Sisi hapa duniani Mwenyezi Mungu ametuumba bure. Hakuna aliyemwandikia Mwenyezi Mungu nataka uniumbe hivi, nataka uniumbe vile. Hakuna mtu ambaye alimwandikia Mwenyezi Mungu barua nataka unipe kazi, unipe familia. Kwa upendo wa Mungu akatujalia haya yote tuliyo nayo bila hata mastahili yetu. Kwa nini sisi tunashindwa kupendana? Kwa nini sisi tunashindwa kuishi kwa amani? Tumuombe Mungu radhi katika adhimisho hili la misa takatifu. Atubariki, atupe neema ya kuanza upya. Tuanze upya, tusahau yaliyopita. Kama kuna watu waliotukosea, twende tukajipatanishe nao, ili mwaka huu wa familia ukawe mwaka wa baraka kwetu. Kama mama na baba hamuishi pamoja, mmekorofishana, mnaishi pamoja lakini hamzungumzi, mkirudi leo, kama kweli mnataka baraka za mwaka huu, nendeni mkapike mwanzo upya. Nendeni mkazungumze, ili baada ya mapatano yenu Mwenyezi Mungu aweze kushusha amani na upendo na baraka katika familia yenu, muweze kuishi kwa upendo huu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda tunapoanza mwaka huu wa familia. Tumsifu Yesu Kristo.